ni kumshika mkono na kusogea hatua moja. Watu wote hawawezi kuwa na uwezo wa kuvumbua, haiwezekani. Maana wakiwa na uwezo wote wa kuvumbua, maana yake hakuna atamfanyia kazi mwenzake. Na sifa ya mwanadamu ni kutegemeana. Wewe unalijua hili, mwenzako analijua hili. Mnaweza mkashirikiana kwa namna moja au nyingine, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa lazima patikane daktari na lazima patikane mgonjwa, ili tuone umuhimu wa daktari na tuone namna gani anamsaidia mtu ambaye amepita kwenye changamoto ambazo anatakiwa kuwa imara katika safari yake ya maisha. Nikaona leo ni Ijumaa, nisiachi bila kusema lolote, kwa sababu ni siku yangu ya mapumziko kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini ningewataka wagonjwa wawe na msimamo. Lakini nimetoa mfano mzuri sana wewe kujifanyia research kuhusu au kujifanyia utafiti kuhusu kutumia dawa fulani na huku unatumia dawa fulani. Hebu jaribu kutumia dawa moja kwa wiki 2 tu, alafu ujiulize na upate jibu wewe mwenyewe katika safari ya maisha yako. Hakuna kisichowezekana, kila jambo linawezekana, na hakuna chama kilokosa wafasi. Kila mmoja ana wafasi wake. Inategemea chama chako kwa maana ya sera zako au uadilifu wako, inaweza ikakufanya watu wengi zaidi wakawa wanakufuatilia na wakawa wananufaika kutoka kwako, kutokana na utaratibu wako na uwezo wako wa kufanya kile ambacho unastahiki kukifanya. Hili ni jambo zuri zaidi na linastahiki kuchukua hatua madhubuti katika safari yako ya maisha. Hakuna kinachoshindikana, hakuna. Ni wewe kujipanga vyema, na usishirikiani na mtu ambaye hajajipanga, mtafedheheka wote. Kikubwa ni kujipanga vizuri na kuwa makini na kile unachokifanya, na kubwa zaidi ni kumtegemea Mungu, kwa sababu hakuna zaidi ya hivyo kwa mtazamo wangu. Lakini nazungumzia mtazamo wangu, sizungumzii utazamo wa mtu mwingine, nazungumzia mtazamo wa T.R. Msigwa. Kwa hiyo ni vizuri sana tukajitambua na tukatambua tunachofanya. Tuzungumze na T.R. Msigwa kupitia 0752819047 au 0713646691. Tutarudi kuna wakati fulani kuzungumzia viral load, lakini hatuoni sababu sana, ila kuna umuhimu nako kuondoa swali hilo ili mtu abaki salama. Kama nilivyosema jana, kuna mtu anaona kabisa kwa afya yangu iko vizuri, sina dalili yoyote, lakini bado kuna mistari miwili. Atatafuta ufumbuzi wa kuiondoa ile mistari miwili ili aweze kufanikiwa au aweze kuondokana na hayo mawazo yanojitokeza katika safari ya maisha yake. Na njia pekee ni T.R. Msigwa, pasipo shaka yote ile. Kwa leo ni kushukuru sana kwa unaonifuatilia. Naamini una jambo la kujifunza baada ya kumsikia T.R. Msigwa. Nafarijika sana na namshukuru Mungu kuona nimekuwa ni msaada mkubwa kwa binadamu wenzangu katika bara la Afrika. Mungu ibariki Afrika. T.R. Msigwa.